Anasema unataka niongee aje? Usikubali watu waingie kama unachukua temperature. Niapenga picha kila siku. Ukiomba utapatiwa, naweza kukupatia hizi picha. Sitaki. Basi wacha kuharibia ndani ya teknolojia. Take your temperature. Thank you. Uniambie ni ngapi? Lakini anakuja karibu sana. No, she was right to use the one for the ampli. Then you confirm. Yes. Because it's very sensitive. Yeah. Yes. Tell that you feel like how to absorb distance, some distance. But it's still and when you take it, maybe his influence mine. But when you take mine, not his. I will read both. This is still 36.3. That is still the number range. So this one is hot. Washing. Habari. Namaste. Alright. Nothing that you are supposed to write a plane. Oh yeah. Yeah. When you mix kama huyu ni Krakow. You decide that isolation is kitupa. One patient for typical. Yes. Hapa kuna sharing. You said that you can reach. Okay. Yes. There is a new cream ya itakuwa inafika ikiwa moto. Unajua kitambo ifike kule imepata baridi. Our guest today is Her Excellency the Governor. Tusimame ndio tuweze kumlaki na kukaribisha. Sensitize them about COVID-19, an invitation that we honored, and by the support special virus because of its ability to only the biggest problem we have right now is social media, and a lot of wrong information is being peddled around there, and a lot of lies. And about the transmittability of the disease, I want to tell the community and to confirm to you, Your Excellency, and coming into contact with your eyes and to shun some African behaviors whereby when you don't greet someone, you're given some other. So that is a behavior that we want to encourage the people of Tharaka Nithi and the Kenya and hi. So Your Excellency, I want also to confirm to the people that the disease is curable, because that is a lie that is also being peddled of isolation. It's not a death warrant. That the people understand that it's just a way of making your loved ones more comfortable and avoid somewhere in the cells. So because it's a very bad habit.
whereby let us spreading lies about coronavirus. So coronavirus is here with us, and that is one thing that we have to accept. And the first stage to unsealing is acceptance. So we held the workers, and we had one, and I want to thank the CEC, Bonagura Boda Matatu back to Meru, and I'm supposed to be at work, but she supported me. She gave me a vehicle to Nairobi and back, and I arrived comfortable. So thank you so much. We also want to thank you. We are a trading agricultural county that earn our living mostly from trade. But the trade is not good if we are dead. And therefore we have directed that all market days and gatherings that normally take place in market days per week have been suspended with effect from today. Tunasimamisha ile soko ambaye huwa inakusanyika kila wiki. Ile soko ambaye ziko na market days, unasikia leo tuko Kanwa, sijui siku ya nafikiria ni Monday. Nasikia tuko Kadhwana on Wednesday and Saturday. Tuko Itugururu on Wednesday na pale nyingine mingi including hapa Chuka Sunday. Hiyo inaleta wageni wengi kutoka nje ambao huwa wanafanya ile tunaita market hopping. Ile mtu anakuja soko hapa kesho, jana alikuwa Kirinyaga, juzi alikuwa Ukambani, ile siku nyingine alikuwa pande ya Laikipia. We have discouraged that. Tumesema ile soko inabaki ni ile soko ya wenyeji ambao wanafanya kila siku, si ile ya kutoka mbali. Kwa hivyo hiyo siku tumefunga, na nataka kila mtu asikize hiyo kuanzia zile zingetendeka kesho. Kwa hivyo county government hakuna soko Kadhwana kesho. Ya pili, tumesema wale wafanyi biashara wengine ambao wanahusika na services ambayo tunatumia zote. Service ya kwanza ni ile ya kujipamba, kukaa, wanaume wanaendanga barber shop kinyosi, na madams wanaendanga salon. Hatujasema sifungwe, lakini tumeuliza wale wa barber shop, it is mandatory saa hii mpaka wanunue gloves, latex gloves, sio zile ya mashambani ya kuclean. Latex gloves ile ya hospitali nafikiria pair moja ni 50 shillings. Na sijui kama zinapatikana cheaper than that. Lazima akuwe na glove ambaye atatumia avae wakati anakunyoa, wakati anakuchonga nywele, akimaliza anatoa, akienda kwa customer nyingine anatumia nyingine. Hiyo ni kumaanisha bei ya kunyoa na saluni imeenda juu, kwa sababu lazima ulipe gloves ama ukuje na zako. Hiyo ni kwa sababu hiyo style yako na hiyo 50 shillings hiyo muhimu kama maisha yako. Ya pili, tumesema bodaboda riders lazima hakikishe wako na sanitizer. Hii ya kusanitize watu kabla wajapanda pikipiki yao, kwa sababu hatujui ametoka wapi, azishike rider wa pikipiki, baadaye anachukua mwingine anashika. Kwa hivyo wakuwe na sanitizer, na wale hawana sanitizer hapo katika kituo ya pikipiki wakuwe na maji na sabuni ya kunawa na maji safi. Tumesema pia lazima wafanye sanitization, ile helmet yao wanavaa. Nimeuliza pana commander kwamba hatujasema watu wa bodaboda wasifae helmet, kwa sababu ile helmet ni yako, ni kama ile nguo umevaa. Kwa hivyo hiyo wataendelea kuvaa. Lakini tungeuliza kwamba katika hii mura tufanye relaxing kidogo ya uvaaji wa helmet wa customers wenyewe, kwa sababu we do not trust hygiene ya hiyo helmet unless bodaboda riders can afford changing a helmet every time they have a customer. So in a day if you have 50 customers, then you should have 50 helmets, which is not possible. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo tumekubalia hiyo, wana komanda, afadhali watu wa ride na kujichunga na kuomba Mungu sana kuliko kuwa na virus yasumbua sisi kabisa. To say that bodaboda riders wasivae helmet, tumesema ni customer peke yake, sio wale bodaboda. Unajua tutakutoka hapo usikia wamesema, governor amesema. Matatu tumesema kwa stage na pahali popote
customer anapandia, akipanda hivi apewe sanitizer, apanguze mikono yake, na pale stage pia tungeomba tukukue na maji. Already tumesema tu provide maji, lakini hakuna mtu ambaye akona matatu hawezi afford sanitizer ya shilingi 200 ambaye inaweza kuwa inatumika na customer siku hiyo. Kwa issue ya kuvaa mask, nimeona watu wanavaa mask. Nimejulishwa kwamba leo ile mask ambayo inafanya kazi ni mask ambayo inaitwa N95 ambayo iko kwa mikono yangu hapa. This is N95. Kwa sababu mask hii ni ya kuzuia wewe kama uko na symptoms ya hiyo disease usije ukasinisa ama ukakofu ukapatia watu wengine hiyo ugonjwa, na pia inaweza zuia wewe isafishe hewa kidogo, kwa sababu hii virus ambayo iko inapita hata kwa hizi, lakini kwa N95 nafikiria hii ni ngumu kupita. Hii haiwezi pita. Zile zingine unapatiwa za kupiga dawa mimea ya kuzuia vumbi haiwezi zuia virus. N95 peke yake, lakini tumesema hakuna pale tumesema Kenya lazima ni must uvae. Tumesema lakini kama una sneeze na kama una cough usitembee kwa watu ama kwa barabara. Kama una cough kila pahali nunua N95. Na tukipata una cough around na wewe utatiwa baroni. Kama sivyo kaa nyumbani, hapana tembea kama una N95. Tumesema huku kwa kijiji zetu kuna wafanyi biashara wa hii starehe ya video. So kuna video dance na miraa dance. Tumesema video dance zote katika Tharaka Nithi kuanzia dakika hii zimefungwa. Hakuna biashara ya kuonyeshana video katika vijiji ama na pahali popote pale. Na hiyo ni pia mpaka nyumbani. Kuna wengine wanasema nitahama nyumbani, tahamia kwangu nyumbani nita watu huko. Hata huko ni kwetu kama serikali tutakushika. Hakuna video. Ukitaka kuona video, ona yako wewe mwenyewe peke yako nyumbani ama kwa simu yako kama uko pahali popote pale nyumbani kistarehe yako. Miraa. Kuna soko ya miraa ambayo tumetenga pale sokoni. It is only in Tharaka Nithi where miraa are not sold in the open. Wako ndani ya soko na wako na kibanda yao. Hatuna vibanda rejareja ya soko nje katika Tharaka Nithi ya miraa. Na kama iko hiyo ni bahati mbaya. Ile iko pale sokoni tumesema weke hygiene ya kwamba wanauza peke yake kama vile wengine wanauza mandazi. Hakuna kukulia miraa ndani pali inanunuliwa. Kwa hivyo ukinunua miraa yako hakuna kutembea kwa ile deni wanaendaka kukaa, mnapiga story, mkisikiza muziki, mnakula miraa na starehe. Hiyo ni kama pombe na mnakuwa wengi na wakati inapanda nasikia mnasema veve inapanda. Huwa mnasahau ile distance tumesema mkae, na hata tabia za kukaa bia sinakuwa hakuna. Kwa hivyo tumesema ukinunua nenda jifungie kwako bedroom, kula hiyo starehe hapo. Ukitaka muziki weka, kama una ambia watoto ama bibi wakuimbie. Hakuna kwenda kukula huku nje kama unatangatanga. The security team is here. You will deal with such people who will do such things. Madam Commissioner has already said celebrations aina yote ile. Amesema peke yake mambo ya mazishi. Weddings, tafadhali, it is not a matter of life and death. Postpone the wedding. Ama uende ile ingine ya mkiwa wawili kwa kanisa, pastor yuko hapa, I'm sure hajakataa, na wale witnesses mumalize kazi kama kuna haraka. Lakini kama unataka ya harusi ya kuita kijiji yote na watu wote, ngojea mpaka wakati ile order ya president itapunguzwa kwamba ama itatolewa kwamba sasa tumerelax. Mazishi already county commissioner amesema tuna encourage mazishi ya familia peke yake. Na kama kuna close friends wakuwe very few. We are not anticipating mazishi ya more than 50 people, na tupunguze masaa yake, ufanye program in 1 hour. Tumetoka na tumeomba hiyo mazishi ifanywe nje in an open tent badala ya ndani ya building kama kanisa pahali iko enclosed, kwa sababu hapo virus inakuwa confined kama kuna mtu ako naye. Kuna parties zingine utasema kwamba tumeongea mambo ya mazishi na wedding peke yake. Mimi najua hizo zingine pia mnafanyanga. Iko birthday party, iko engagement party, iko promotion party, iko
baby shower, hiyo yote tumesema tumepiga marufuku. If you want to shower your baby, tafuta karai hapo nyumbani, osha wachana na watu ambaye watakuletea shida. Tumesema pia all businesses offering goods and services, supermarket, maduka ya kawaida, wale wanauza chakula kule sokoni, tumesema tunataka kuona levels ya hygiene ikienda juu, na lazima kukue na sanitizer which is alcohol based ama maji ya kunawa na sabuni hapo katika duka yako. Tukipata hiyo maji hakuna sanitizer, wewe tutachukua license yako, alafu duka yako itafungwa ama kazi yako kidogo itafungwa. Tumeuliza pia kwamba all bars, na nataka unisikize vizuri sana. Kuna wengine wanajifanyanga kwamba kuna bar and restaurant. Nyumba yoyote ambaye inauza pombe, kwa Kiswahili inaitwa pombe, kizungu ni alcohol, hata kama ni kijiji chini ya muti, hata kama ni pale karibu na maji ya kienyeji, pombe ya public yote imefungwa katika Tharaka Nithi kuanzia saa hii. Wale watu wanataka kunywa pombe, uende ununue pombe kwa retailer ambaye huwa anaitwa Wines and Spirit, ama katika hiyo store, hiyo bar yenyewe, ubebe nyumbani, upeleke bedroom, ufanye starehe yako. Vile ukitaka muziki, unajua vile tulisema nani anaweza imbia wewe. Lakini hakuna bar ambaye itakuwa imefunguliwa Tharaka Nithi County kuanzia saa hii ya kuuza pombe na starehe. We understand that is very painful to the people who are doing business, but we cannot be isolated. The other counties around here have already closed. So today, if we are not closed, it means we have migration from Meru, Embu and Kitui County. Watu watakuwa pombe tourist katika Tharaka Nithi. Kwa hivyo pia tuseme hatuna. Na kuna wengine ambao wanajiita Wines and Spirit. Tumesema hao hakuna pombe na kunywa kwa Wines and Spirit. Hiyo wanafaa kuuza peke yake tu, alafu inasonga. Isifunguliwe hata mchupa moja hapo. Ikifunguliwa chupa moja hapo, tutakuwa license yako. Ile bar ambaye itafungua, na tumesema hakuna kufungua, we will cancel your license. Tutapiga license yako marufuku na hakuna kotini utaenda, kwa sababu already tumesema this is an emergency and we need emergency measures to deal with it. Mimi sijasema watu wasikunywe pombe Tharaka Nithi, lakini hakuna kukunywa kwa gathering which is in a bar. Wewe chukua, tembea nyumbani. Mimi sielewi kwa nini kama kanisa inaweza fungwa, ambaye zimefungwa saa hii, kwa nini bar iwezi fungwa? Nini muhimu kuliko ingine? It is not a basic necessity ifungwe, kwa sababu kanisa vingine pia zimefungwa. Hata ungamba kwetu niwa